kuondoka katika madhaifu tulionayo asubuhi ya leo. Somea Hagai 2:9. Hagai 2:9 na Mungu anasema, utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi, na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Sana. Udhaifu wa maisha ya kiroho. Ni watu udhaifu wa kiuchumi, ni watu udhaifu wa mwili wako, ni watu udhaifu wa mambo mengine, lakini zungumzie udhaifu wa maisha ya kiroho. Kwa mtu ambaye hana shida sana ya uelewa, wewe mwenyewe ni shahidi ya maisha yangu, udhaifu wangu uko wapi? Ni vizuri nikafahamu mimi ni dhaifu eneo gani? Wapi mimi ni rahisi kujaribiwa? Kwenye maneno, kwenye maisha fulani, wapi nina udhaifu? Na ukiujua udhaifu wako, utamwambia Bwana, nitetee katika eneo hili. Mungu atusaidie sana. Mwingine ni dhaifu katika kuongea. Hana uwezo wa kucontrol hasira yake. Inapokuja jambo dogo tu anakasirika. Anaongea maneno mengi yasiyokuwa na utukufu mbele za Mungu. Kwa vizuri, kumbuka udhaifu wako uko wapi, na umwambie Bwana, nisaidie katika udhaifu huu. Udhaifu ni roho ya unyonge, ni roho ya udhaifu, ni roho ambayo inanizuia nisiende katika baraka za Mungu. Kwa jilinde sana, na ni vizuri uambie Mungu, nisaidie. Udhaifu ni roho inaongea. Udhaifu unakuambia kabisa hautafanikiwa katika hili, hautaweza, maisha yako hayatakuwa mazuri, familia yako haitakuwa mazuri, haitakuwa nzuri, hutaweza kupeleka watoto shule, hutaweza kufanya huduma bora. Udhaifu unaongea. Nami nikuulize swali, pamoja na udhaifu unapoongea, uchumi unaweza kuongea kwamba uchumi wako ni dhaifu, wewe unasemaje? Maana Mungu anaangalia wewe unasema nini. Watu wengi wanaweza kusema juu ya maisha yenu, maisha yako ya kiroho, hata juu ya kanisa lenu linaweza likasema kwamba ni kanisa sijui la namna gani, lakini nyinyi washirika mnalisema kanisa la Mungu kwa namna gani? Mnalisemaje kanisa la Mungu? Askofu wenu anaweza akasema, mama askofu anaweza kusema, wazee wa kanisa wanaweza kusema huko mtaani, na nyinyi mnasemaje? Lazima tuwe na kitu cha kusema mbele za Bwana kwa ajili ya kanisa la Mungu, kwa ajili ya maisha yetu ya kiroho. Mungu atusaidie sana. Watu wanaweza kuongea vitu vingi. Watu wataendelea biashara yako. Watu watanenea watoto wako madhaifu, lakini wewe unasemaje? Watasema walimu, watasema mtoto wako afanye vizuri, wewe unasemaje? Watu watasema na akili yako itakwambia hapo ulipo huwezi kupona, wewe unasemaje? Isaya anasemaje? Leteni hoja zenye nguvu. Kama kuna kitu kinahitajika sana kwenye udhaifu, ni nguvu ya maneno yako. Unauambiaje udhaifu wako mchana wa leo? Unaiambiaje matatizo ulionayo, vita ulionayo ya kiroho, wewe unaiambiaje? Maana vita atakwambia huwezi kupigana na mimi. Vita atakwambia hili huliwezi. Na shetani anakuambia kutokana na umri ulionao, maisha yako yamefika mwisho, hautakaa ufanikiwe. Wewe mwenyewe unasema. Lazima uwe na neno la kusema. Mungu atusaidie sana kanisa letu. Tuwe na jambo la kusema. Huduma yako inafika mahali imesinyaa, imedumaa, haina matokeo. Wewe mwenyewe unaiambia huduma yako. Natamani sana tupambane na roho ya udhaifu. Udhaifu ni mbaya. Udhaifu ni roho ya adui shetani. Hata kuchelewa tu ibada ni roho ya udhaifu kabisa. Lakini wewe unaichukulia kama ya kawaida tu. Hapana, huu ni udhaifu. Mtu uliokoka sina maombi, na sasa nazungumzia yale maombi ya kujitoa. Tungozo kibali siku na tungozo baada kwa anasijaribu kumshukuru Mungu kusema na miezi karibu 11 Mungu ametutunza, ametulinda, ametupigania. Lakini tungekuwa na muda wa kufanya discussion. Wangapi ndani ya mwaka huu wamekuwa na siku za askofu na ulimwengu wa maombi kwa niliona kwenye huko kwenye maombi. Asante sana.
Sio mbaya. Unatumia namna. Lakini kidogo. Na neema yapo karibu na mlima wa Bwana. Haleluya. Na sasa sisi kule ndani tuna mlima karibu tupa. Nawaambiaga watu kweli huu mlima tu utatushtaki mbele za Mungu. Kama watu wanatoka maeneo tofauti wanakuja kupanda hapa, sisi tuko hapa tumeng'ang'ania vitanda ole wetu. Kwa hiyo ni vizuri ukafanya tathmini ya maisha yako ya kiroho. Nimeomba maombi ya kuomba na kufunga mwaka huu kwa kiwango kipi? Na niwaambie, sijajua kwamba hao wapo. Lakini kuna mshirika asipohamasishwa, asiposaidiwa kanisani, atakula ugali kuanzia Januari mpaka Disemba. Akumbuki maombi ya kufunga. Na anajua ana amani anaenda mbinguni. Lakini ni vizuri tuone kwamba huu ni udhaifu. Kabisa, tukatae udhaifu. Ni roho ambayo inaweza kalitesa kanisa la Mungu, ikaondoa sura ya utakatifu. Tu anaweza kufanya tu makosa tu akaona ni kawaida. Nilikuwa namsaidia baba mmoja siku moja, ni mkali. Na yuko kanisa, akatoa mtu gani tabia yangu sasa nitafanyaje? Nikamwambia maana kuokoka sibadilika. Wewe sio badilika katika maneno makali. Wewe ni nani? Maana kuokoka sibadilika kuzaliwa upya, si ndio? Tunahitaji Mungu atusaidie katika yale mapungufu. Udhaifu wako hautaondoka katika maisha yako mpaka uwe na kauli nzito. Uwe na maneno yenye nguvu. Kuanzia leo hii roho hii hapana. Siwezi kuwa na ndoa ya ugomvi mara kwa mara. Unaiambia ile hali. Hapana. Kwani tugombane na familia yangu? Kwani nigombane na watoto wangu kila wakati? Kwani nigombane na mume wangu na mke wangu? Kwa nini? Kwa nini kazi yangu imekuwa haina tija? Kwa nini nimeishi bila kazi maalum? Hapana. Namwambia Bwana, hapana. Naja mbele za uso wako Mungu na ikatai haya. Na Mungu ni mwaminifu atakusaidia. Lakini tunatamani sana kuona kwamba udhaifu ni roho inaosema, ni roho inaongea, lakini naangalia mhusika anasema nini? Anasema nini? Wangapi wanafahamu kunguni? Waliowahi kung'atwa na kunguni? Sasa kitanda chako nataka kila kunguni. Kunguni kazi yake kung'atwa. Sasa usiposema nichukue hatua, nifanye usafi, nitafute dawa, wale jamaa wataendelea kutafuna tu afya yako na mambo mengine yataendelea. Kwa lazima tuchukue hatua kwa madhaifu tulionayo. Najua hakuna mtu ambaye hana mapungufu kama binadamu. Lakini nazungumzia mapungufu na madhaifu ambayo ni kikwazo. Udhaifu ambao utaniondolea utakatifu. Udhaifu ambao utaondoa mahusiano yangu na Mungu, huo ndio nataka nipingane nao. Nimwambie Bwana hapana. Kuna andiko moja liko katika wimbo ulio bora sura ya 8 mstari mdogo wa 7. Wimbo ulio bora sura ya 8 mstari mdogo 7. Wala nikifika utatusomea pale. Natamani sana niseme tu kwamba usifike mahali ukachoka, ukauzoea udhaifu. Hapana. Udhaifu si roho ya kuizoea. Kama ni ugonjwa ukatae mpaka siku unalala. Usije ukafika mahali ukasema ugonjwa wangu, hii ni tabia yangu ya udhaifu. Hapana. Hapana. Yesu Kristo aliishi maisha ya mwili wa damu na nyama, lakini Yesu Kristo alikuwa mkamilifu. Karibu kusoma mfika. Wimbo ulio bora sura ya 8 mstari wa 7. Maji mengi hayawezi kuuzimisha upendo, wala mito haiwezi kuuzimisha. Kama mtu angetoa badala ya upendo mali yote ya nyumbani mwake, angedharauliwa kabisa. Asante sana. Dawa kuu ya kushinda udhaifu ni upendo. Haleluya. Pendo wa Mungu. Ukipenda Mungu kwa moyo wote, utawapenda hata watu ambao ni kinyume na wao. Utalipenda neno la Mungu. Tukipenda Mungu, tunaweza kushinda udhaifu. Lakini upendo unapokuwa haupo katika maisha yetu, tunaweza kuishi maisha ya kawaida, maisha ya mazoea ya wokovu. Bidii ya kiroho inaweza ikaondoka katika nyumba ya Mungu. Kabisa. Watu watafanya vitu katika nyumba ya Mungu kimazoea. Na mazoea ni udhaifu. Kabisa. Mimi natamani sana kwa washirika na kwa mtu uliokoka na kwa Pentecost.
maisha yetu kila siku yawe mapya. Hata tunapokuwepo katika ibada yetu isiwe ya tuliyoizoea. Tuone hata wale wanaotuhudumia kwa maana ya waimbaji, si watu gani, ni wapya siku hiyo. Tutegemee kujengeka kwao, tutegemee baraka kutoka kwao, na bila shaka Mungu atapenda kutusaidia. Kwa hiyo kanisa la Mungu, agenda kubwa ya Roho Mtakatifu ni kutuombea sisi. Ni agenda kubwa ya Roho Mtakatifu. Biblia inasema yeye atakwenda kutuombea madhaifu tulionayo. Mwanadamu wa kawaida anapokuwa na magumu na mazito katika maisha yake ataishia kulia. Sasa unapoanza kulia, Roho Mtakatifu anachukulia pale, unapoanza kulia, sina lugha sahihi ya kuomba mbele za Mungu, Roho Mtakatifu anatuombea. Yuko Roho Mtakatifu ambaye anaweza kutuombea kanisa la Mungu. Kwa hiyo tunamhitaji Roho Mtakatifu ambaye anatengeneza sura ya kanisa la Mungu mahali tulipo. Haleluya. Tusiache maombi. Tusiache kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Unaona? Tujitahidi sana kukataa udhaifu. Dhaifu kabisa. Mtu anakuwa mdhaifu katika nyumba ya Mungu. Na wengi wetu ni wadhaifu hata kumtolea Mungu zaka. Yaga nyuma kuna mshirika wetu alipata neema kipindi kile miaka 2000 nafikiri kitu kidogo. Alipata 200,000. 200,000 zaka yake si kama 20,000. Lakini aliona hawezi kutoa hiyo 20,000 kama zaka. Unajua alienda mlimani kuomba na kufunga Mungu amsaidie kutoa kikuu. Wao ni udhaifu. Biblia imeniagiza, hapo leo naenda kama kumtongoza Mungu nisaidie, naenda kuomba na kufunga. Ukienda mlimani kwa sababu ukijawa na mapepo. Mimi nawaambia watu wa Mungu, mlimani naenda kuomba kwa mtakatifu. Lakini unapoenda kuomba na shida yako moyoni, huna amani na fulani, na kitu kingine hakijakaa vizuri, kile unaenda kuomba kule mlimani, utakuja na mapepo. Lakini ukienda safi katika Mungu wa roho rahisi na kukutana na Mungu aliye hai. Kwa hiyo Mungu atusaidie kanisa la Mungu, tunahitaji upendo wa Mungu katika wakati tulionao. Upendo utatengeneza sura ya kanisa. Biblia inasema, Yesu akasema tukiwa na umoja, tukapendana, watu wasiokoka mataifa watasema sisi ni wanafunzi wa Kristo. Hapa tusimame. Leo tunasalimiana, katika Mungu atupe neema tunaweza kuanza na kitu kingine. Karibu kusimama.